Halo, vipi Migi? Anakata simu bana, shida gani hizi? Na kuna kadila hapa. Busy namna gani? Busy namna gani? Busy namna gani? Tunaona busy. Na uko busy. Halo, vipi Migi? Poa sana, mambo? Inakuaje, mwaka umeumaliza aje? Niko fiti kabisa. Na sasa mwaka umeanzaje? Mwaka tumeanza fiti, tunaomba Mungu iendelee poa. Tunashukuru kwa hilo. Sasa kuna kadili fulani nilitaka tupige. Deal gani hiyo? Ni deal fulani tu hapa ya kufungua mwaka, yani ni nataka ukuje unakuwa MC 2 hours kwa event fulani. Ni biashara? Biashara tamu sana hii ya kufungua mwaka. Sasa sijui uko wapi sasa hivi? Niko Camel Park. Wow, hiyo ni sadfa nzuri sana bana. Hata mimi niko haya maeneo. Umeketi wapi? Uje uko? Uko ndani hapa penye wana karibu na hapa karibu na swimming pool lounge. Sawa basi. Utapanda hivi, niko first floor. Okay, lakini hiyo biashara wanatoa pesa ngapi? Wanatoa pesa ngapi? Biashara si unajua wewe ni MC mkubwa, yani hatuwezi tukafanyia biashara ya hivi tu, ni mita moja. Mita moja na ni 2 hours tu, yani ni vile kuna vile nitakupatia details kama utakubali biashara, basi mita inakuwa poa. Hiyo ni sawa, wacha nikuje sasa. Sawa, karibu bro. Okay. Vipi ba? Inakuaje? Ndio huyu mimi. Bana bro. Poa sana. Inakuaje? Niko fiti kabisa. Karibu. Asante kwa kukaa through maze. Wapi kazi? Kazi unapata. Unajua wewe ni MC mkubwa bana. Lazima nikutafutie deal ya kufungua mwaka, alafu tuone inakuaje. Itakuwa poa sana. Juu yenyewe ukiangalia hii mwaka, yani tunataka tuanze na vishindo. Speed ya juu. Otherwise deal yenyewe ni hivi, kuna mazishi yamefanyika pale fulani na wanatafuta MC. Issue ni kwamba katika hayo mazishi mtu ambaye aliaga ni mtu ambaye aliaga kwa sababu ya COVID-19. COVID. Sasa ndio wanatafuta mtu mwenye anaenda ku MC. Boss. Kwani uko na plan gani? Iza mazee. No, umeniita hapa mnimalize bana. Iza bro. Hayo hapana, hiyo. Hayo I'm sorry siwezi. Wewe ni MC mkubwa bana. Hata kama. Ujue kuna hizi measures zinaogopesha sana. Sasa unajua kitu tumehakikisha kwamba COVID-19 regulations zote zimewekwa. Mikakati yote iko sawa. Hapana, hiyo itakuwa ngumu. Sasa tutafanyaje? Na hiyo MC niliwaambia ndio ataweza. Hiyo wachana tuna ukipata biashara nyingine wewe nitie. Basi keti kidogo, huwezi ukaenda hivyo bro bana. Keti bana. Lakini hiyo biashara haiwezi. Yaani mazee, mwaka mpya utaki biashara ya kuingiza noti? Hiyo itakuwa ngumu. Hiyo itakuwa ngumu. Mimi ni MC, hiyo itakuwa ngumu. Sasa ukikataa mambo ya ku-MC, unajua unafanya vitu vingi, pia muziki unafanya. Muziki nafanya sana. Muziki nao umekuwa hapo kwa muda sana bana. Umekaa kwa muda sana. Nakumbuka kwa mwaka wa kwanza 2008 ulitoa na Best DJ. Jamaa fulani kutoka Uganda. Anaitwa Ziggy Shy. Noma. Ni kitu gani hiki kinakufanya unakaa mkali hii miaka yote, umekuwa remain relevant kwa muda sana? Kwa muziki sasa tunaweza ongea, lakini hiyo kazi nyingine bro siwezi. Sawa tu. Najua wewe ni MC, pia wewe ni mwanamuziki. Muziki hatuwezi kosa kupiga story kidogo, usiende hivyo. Sawa. Niambie sasa. So, naweza sema kitu kimefanya nimekuwa relevant. Kwanza naweza sema ni favor ya God. Alafu ni uwezo wangu wa kuwa tofauti. Ujue the moment unajaribu kuiga inakuwa ngumu. Lakini ukikuwa different kwa chenye unafanya, unaenda mbali always.
Nakumbuka nyimbo zako kama Nyaunyo. Nyimbo zilifanya vizuri, mambo mseto zilikuwa hazikosi. Sasa kuna wakati ilikuwa ni kama lazima icheze. Ndio utofauti sababu ngoma kama Nyaunyo nikiimba Nyaunyo zile enzi kila mwanamuziki alikuwa anaimba mapenzi. Sijui vile unapendeza vile sijui nini mtoto malaika. Sasa mimi nikaimba Nyaunyo. Umeona? So mimi nilikuwa natafuta topics ziko tofauti. Ukisikiza ligi kubwa yani hazina uhusiano wote na mapenzi. Juu hiyo ndio utofauti naongelea sasa. Sitaki kudondosha meno, hebu tuchapie. Hiyo ndio introduction naende na Irani kabisa yani. Hiyo ndio introduction yako. Hiyo jina unatoa wapi bana? Hiyo jina nilibuni toka kwa mwanamuziki. Unajua mimi na mamenta wangu kina Shaggy, Sean Paul pale, Akon, R. Kelly, yani watu naangalia sana. But sasa hiyo specifically hiyo intro nilitoa kwa Sean Paul. Anaipiganga sana kwa ngoma zake na growing up nilikuwa nasikiza ngoma zake sana. So basically ni jina inamaanisha bang, yani bang, uzito kabisa. Kabla tujaingia sana kwa mziki, nataka kwa faida ya mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi, utuambie wewe jina lako la kuzaliwa ni lipi? Mimi kwa majina kamili naitwa Omari Migisi. Omari Migisi, hata jina Migi sasa imetoka kwa Migisi. Nyumbani ni Machoge Magenche. Lakini sasa tunabeba bendera ya Gusi tunaipeleka world huko Gusi to the world. Yes. Na champion sasa likatoka wapi ba? Champion ni jina nilijipatia mimi mwenyewe cause napenda kuchampion vitu. Unajua champion ni mtu ana lead kwa kufanya vitu fulani. So ukiangalia vitu kadhaa mimi nafanya, yani ni kuchampion, especially tuseme this Gusi urban music. Mimi nimekuwa nikichampion yani. Tukianza kulikuwa na Resistance, tukianza ni ile time Benga ndio ilikuwa kusema. Isaida Mwanyoncho, Sungusia, Sagiru, Ongengo, kina Princess Julie. Yani hiyo ndio ilikuwa wave. Lakini sasa tukakuja na style urban. Kulikuwa na Resistance lakini I'm happy watu wetu washa embrace na mambo inaenda poa sasa. Covid inakuaje tena? Wanataka kudondoka? Inagofia sana. Muziki wa Gusii unazidi kukua sana, lakini haujakuwa kwa kasi ambayo inapendeza hivi kwamba tunaweza sema kwamba mtu akiwa hata Rift Valley anaweza sema nichezee ngoma fulani ya msanii wa Gusii. Wewe kama msanii ambaye ametangamana na wasanii wakubwa katika industry, sio wasanii tu hata watangazaji, kuna kipindi fulani nilikuwa na sana mkiwa na uswaiba mkubwa na jamaa kama Mzazi William Tuva. Umetumiaje hiyo nafasi kuhakikisha kwamba muziki wa Gusii unajulikana huko nje? Hii network nimetengeneza kwa miaka mingi. Nimeitumia vizuri kiasi kwamba na recommend ngoma fulani zangu za wasanii wenzangu toka Gusii zenye mimi mwenyewe nazifeel. So nikiwasukumia pale inakuwa ni advantage sababu mtu akijipelekea CD sometimes inaweza kosa kufika sababu wale watu pata mziki mingi sana. So wakati mimi nimerecommend ama nimewapelekea inakuwa rahisi cause wanaipatia first hand attention. Ngoma gani ilikutoa eneo la Gusii na ukajulikana kabisa? Eneo la Gusii ngoma ilinitoa ni ngoma inaitwa Pole Pole. Ilikuwa ni collab tulifanya na Mr. Ongengo. Hiyo ni ngoma ilifanya poa sana. Baadaye ikafuatia Mwanyabanto Nege Kone. So from hapo ingine ikafuata ni One Day Morning. One Day Morning nilifanya kuremix ngoma ya ule legend mwenye na mrank sana Nyang'auwege Tonto. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. So hizo ngoma vile nimezitaja hivyo zilifanya nikapata chance ya kuperform hata carnival place yenye nilikuwa na dream kuperform. Juu ukiangalia kina Shaggy vile nimesema wameperform hiyo stage. So hizo ndio ngoma naweza sema zilifanya nikaperform hiyo platform. Sasa hivi ni vitu vigani vinaweza vikafanywa ndio muziki wa Gusii upenye kabisa hapa nje?
vitu vinaweza kufanywa mziki uende vile inafaa. Kwanza ni watu kukua unique. Hiyo ndio mimi always na campaign sana. Wasanii wasiige. Usijaribu kuwa fulani. Afadhali ubuni kitu toka kwa mtu fulani, alafu you own it. Inakuwa rahisi hivyo. Lakini the moment unaiga tutaenda mbali. Kabla ufanye collab na msanii, ni vitu vigani vitatu unaviangalia? Kwanza lazima niangalie hiyo kazi yetu. Unajua lazima tunaangalia mbele, si kuangalia kazi yenyewe. Tunaangalia mbele, itakuwa na uzito gani hapo mbele. So hizo ni some of the things unaangalia. Alafu kitu kingine unaangalia mtu, yani unajua mfai kuimba wale watu mko na sauti same. Hivyo ndio mimi husema. Lazima kila mtu alete share yake kwa table. Ona, kama ni mwanadada, sauti yangu na mwanadada hazijai kuwa same. So mimi kuwork na female itakuwa hata even much better because it sound awesome. Gakichimbe bachanyalire Nsumbogete gakichimbe bachanyalire ntageteke moni. Mimi sijaipata maana huo wimbo. Leo chukua nafasi uniambie maana chimbe bachanyalire ntageteke moni. Chimbeva original idea ilitokea ilikuwa ni true story yani. Kuna zile panya pale penye nakaa zilikuwa zinanifanyia mashambulizi vibaya sana. Koru kwanyora imekula avocado yako. Yani kulikuwa na majanga panya zilikuwa zimesababisha pale mtaani. So idea ikatoka hapo. So after ku brainstorm na Babuji nini tukasema yenye hii kitu inaweza kuwa wimbo na inaweza tesa sana. But sasa deeper meaning inategemea umesimama wapi. Hii ngoma mimi nasema ni gospel song. Sababu Chimbeva ni dhambi na hizi vitu mbaya zimetuzunguka. Alafu eke moni ni damu ya Yesu. So yani salvation. You understand? Pia inaweza kuwa poor leadership. Tupege tumechoka na panya, tunataka change. Inaweza kuwa abantu babe people, you know. Yani inategemea umesimama wapi ukiangalia hiyo wimbo. Umetuzungusha lakini ile maana iko hapa nje. Maana tofauti sana. Watu wasiharibu wimbo wa Mungu. Yote 9-10. Mwisho wa siku ni mtu apate ujumbe ule ambao unataka kuupata na aburudike tu sasa. Kweli kabisa. Ni msanii mgani kutoka eneo la Kisii anaku-inspire sana? Msanii toka Kisii mwenye anani-inspire sana. Toka hapa Kisii ni the late Enyang'auye Getonto. Nilikuwa napenda, yani ni mtu alienda milestone kutry kitu haijafanyika Gusii. Anapiga ovokano, ameifuse na some dancehall kind of a thing. Yani ilikuwa ina sound unique na ilikuwa ina sound different. Hata ukikuja kwangu kwa ukuta nimeweka picha yake. Vizuri sana. Leo hii mkubwa wa kitengo cha Permanent Presidential Music Commission PPMC akija kwako alafu anakuambia kwamba ametuma kutoka ikulu ya rais kwamba wanataka msanii mmoja ambaye anaenda kutumbuiza. Na wasanii wawili wameteuliwa hapa. Mmoja wao ni Echate, mwingine ni Babuji Omo Science. Inafaa tupatie ni msanii yupi ambaye anaenda kutumbuiza rais ikulu? Echate ama Omo Science? Na umesema ni nafasi moja, huwezi chukua wote. Ni mmoja tu. Nafasi moja toka Kisii County. Basi sasa sababu Jia anatoka Nyamira County, so naweza chukua eneo la Kisii na Nyamira wapewe msanii mmoja. Tunaongelea Gusii, msanii mmoja kati ya Echate na Babuji. Wacha tu niseme kwanza Babuji anaweza deliver vile inafaa, sababu yeye ashaifanya before, so ako na experience. Lakini pia nikiangalia vizuri naweza patia Echate so that pia yeye apate hiyo chance. You know, ni chance inakuja once in a lifetime. Sasa umesema tutapea nani, Echate ama Babuji? Kwa sababu tu Babuji ashaionja tayari.
ningetaka pia mwingine aonje. So nitapea Echate. Echate. Yeah. Inamaanisha unamkubali sana Echate. Ya namkubali, ujue ni jamaa msmart. Hata ukiona vile anafanya kazi zake na vile ana collab anapiga, ni mtu ako strategic. Si apigi tu collab. Ni mtu msmart, anajua hii nikipiga na huyu itakuwa na uzito wa aina yake. Hii nikipiga na huyu itakuwa na uzito wa aina yake. Na hivyo ndio tunataka wasanii wakuwe wanafanya mambo yao. Usitoe tu kazi juu unataka kutoa. Toa kazi juu unataka isumbue vile inafaa. Mwisho wa mwaka jana kulikuwepo na tuzo za Gusii Creative Awards. Hizo tuzo zimezua gumzo sana mtaani kwamba watu ambao walipokea hizo tuzo walipokea kwa sababu ya majina yao, sio usanii. Una lipi la kuzungumzia kuhusu swala hilo? Wacha tu niseme ujue watu hawajawahi ridhika. Hiyo itabaki tu yani kuwa hivyo. Hiyo ni fact. Hata ukaamua wewe leo wacha nitembee ninunulie kila family Gusii mzima. Obo sina mandasi, obo sibua mandasi na vitu kama hizo. Sukari. Bado kuna mtu atacomplain, kuna wale watasema unajipendekeza uwe kora, kuna wale watasema nkiatalikoera paka balibale Nairobi nkiakoera babu siboka, you know. So hii ni kitu naweza sema watu wataongea. So wale walishinda, wale walinominatiwa, mimi naweza sema wote ni washindi, sababu being nominated you've been recognized. Na hiyo ndio kitu ya maana. Na wale waliwin, congratulations. Don't lose focus sababu fulani amesema huko deserve. Yeah. By the way, hongera sana sababu ulishinda tuzo mbili. Nilicheki ulishinda tuzo ya gospel video of the year. Sesenia monene. Yeah. You know, it's my favorite song. Kabisa. Yeah. Na huu wimbo unagusa sana watu wengi. Mbali na hiyo tuzo kuna tuzo nyingine ulishinda. Yeah, nilishinda MC of the year. MC of the year. Yeah, you know I'm the baddest MC. Yeah, so niliwin. Kabisa. Awards mbili. Ni kitu ambacho kinapendeza sana sababu hiyo inamaanisha muziki wa Gusii umeanza kukua recognized. Yeah. Ndio maana tuzo zinaanza kuchipuka hivi. Ni kitu ambacho tunasema wacha ziendelee hivyo. Yule ambaye anashinda pongezi. Yule ambaye hajashinda leo inamaanisha kesho uko na nafasi nzuri sana ya kushinda, alafu ukue katika nafasi ambayo inapendeza. Yeah, we always live to fight another day. So kama ukushinda imaanisha uwezi. Haimaanisha uwezi. Juu mimi nikikumbuka kuna watu kadhaa walikuwa wananiambia wachana na muziki, uwezani na hii kitu. Hizi vitu unapiga haziendi mahali. But see who is laughing now? Here I am. Kabisa. Inapendeza sana. Yeah. So kitu ambacho nataka tena uniambia sasa hivi, wakati ambapo unaenda UMC, unataka kwanza ulipe pesa ngapi? Kwa MC, kwanza wacha niseme juu umetaja MC, award ya MC yenye nilipata, nilimzawadi MC mwenzangu mwenye napenda kazi yake na vile anajituma kwa game. Juu ni jamaa young, nimemuona akianza kama dancer na amefikia penye anafanya sama mambo kubwa. So hiyo award nilimpatia as my appreciation to him kwa effort anafanya. So kuongelea charges zenye mimi charge kama MC, inategemea ni event aina gani. Yeah, lakini sikumbuki nikichukua chini ya 1,100. Hiyo ndio lowest nimechukua kama. Kumbe usanii unalipa bana. Ujue kitambo kulikuwa na ile negativity towards art and music. Atiyo wale wanaimba na abantu basirete vitu kama hivyo. Lakini nafurahia sasa hivi muziki unalipa, watu wanalipa, tunalipa bills na muziki, so muziki inalipa, I can say. Alafu na cheki ni patience na discipline. Na cheki wewe ni mjamaa wa madeals sana bana, sababu kwa wale wakazi wa Kisii County wanaweza wakadhibitisha kwamba huko daraja mbili kuna billboard pale, Amtech imekuchukua ni kama wewe ndio brand ambassador ama inakuaje? Yeah. Hizi deals unaziangukianga aje? Sababu pia kuna kipindi fulani ulikuwa ukifanya adverts na Safaricom. Yeah. Hizi deals unaziangukianga aje? Unaweza sema hizi vitu ni referrals. Hizi vitu ni referrals. So ukipata opportunity itumie to the maximum. Sababu
you never know, kuna mtu ana watch. Sasa kama ile auditions nilifanyanga ya hiyo advert ya Safaricom ndio ilifungua hizi zingine zote naweza sema. Hata sasa hivi leo tunaongea, mimi ni ambassador wa hiyo hotel penye tuko. Kabisa, Camel Park area. Yeah, so same way na Amtech ni kampuni na inatengeneza electronics, TV sets na speakers, woofers. So walini approach tu, mimi nilipata tu simu nikaambiwa, hey, tungetaka kutumia face yako kama we want you to be the face of the Amtech Electronics. So tuka-agree hivi nika sign deal. So sasa hii kazi inaendelea. Billboards ziko all over Kenya. Kabisa. Yeah. Inapendeza sana. Naomba uniruhusu nikuulize hili swali la kizushi. Unajua watu wengi hawalipendi. Swali gani? Lakini swali gani hilo? Na cheki mnaendana sana na mwanadada fulani yani. Yupi? Kwanza nikiwa wakati wa Gusii Creative Awards, wakati ambapo alitajwa kwamba she's the DJ of the year, wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kutabasamu sana. Hata nadhani uliruka kidogo ukafurahia sana. Alafu naona mnaendana sana na huyu mwanadada. Sasa wakati ambapo utakuwa unampelekea hiyo zawadi yake, naamini wewe ndio ulimchukulia. Utaturuhusu pia tumpeleke na mahari kwao? Wacha tu niseme relation yangu na DJ Bunny ijaanza jana. Tumejuana kwa zaidi ya miaka mingapi? Miaka 3. So tumekuwa na working relationship fit sana. So mimi na Bunny yani ni deadly duo, yani we are the baddest entertainers tuko nayo sai. So Bunny mimi ni MC, Bunny ni DJ. So ukipata hao watu wawili kwa stage moja, inakuanga tu yani ni showdown, lazima kuhappen. So mimi na Bunny tunafanya kazi na tutafanya kazi sana. So mtatuona sana pamoja. So unamaanisha you are not dating DJ Bunny? No, we are not dating. We are not dating. We are working together. Yeah. Sasa hii kwa niaba ya mafans ni nini? MC Migi anaoa lini? Wacha niseme hakunanga limit ya mtu kuoa. Mtu anaweza oa anytime anataka, bora tu amepata mtu mwenye wanaingiana. So wale wanasema Migi ataoa lini, Migi hajaoa. Mulisikia wapi sijaoa? How sure are you that Migi hajaoa? Fanya hivi bana. Fanya vidole. Squeeze ringa yetu hapa pekee. Kuna wale tunaweka kwa heart. Sawa. So next question. Sasa hilo sijajibiwa bana. Hilo sijajibiwa. Shajibu. Nilikuwa nadhani unasema mwaka umeanza vizuri tutakimbiza mahari, yani hivi mambo. So kuoa ni harusi unaongelea? Kama ni harusi, mwaka tumeanza, naomba tu Mungu apeleke corona mbali sana. Mtasikia bell zikiring na zikiring, mkuje mshuhudie. Juu itakuwa ni siku kubwa. Na kupatia nafasi ya dimu uweze kuongea na shabiki wako, umwambie 1 2 3 hivi. Kwa wale mashabiki wangu wenye wananitizama, wacha niseme asanti sana kwa kunishikilia kwa zaidi ya miaka 10 na ngapi, miaka 13 hivi nimekuwa kwa game. So nashukuru sana, it's not easy. Asante sana, mmekwama na mimi, na pia muendelee kunisupport sababu 2021 tumeplan, kuna big things, expect big things, expect more hits, expect more shows. Na mkisikia Migi yako kwa area yako kuja, that's the only way you can support me. Yes. Akupataje kwenye Facebook, YouTube, Twitter, Instagram? Tafadhali kwanza enda pale YouTube, niko na channel yangu pale inaitwa MC Migi Champ. Finya subscribe pale. Alafu Facebook niko pale kama MC Migi Champ ama MC Migi Champion. Instagram na Twitter niko @Migi Champ. Rahisi tu hivyo. Ingia pale tuongee zaidi. Noma sana. Ngoma yako ya latest kabisa nimeimba na Esiorori. Patie mistari tukiendanga yani. Mogako nero motu tigako momelio motu nelikire bakebuku sikango mogako amasikani narenywomo amasikani asenywomo
amasikani nare nyoma nyomba tosikane kabisa. bang bang bang. Bonge la hit. Mazee, asante sana, na by the way wale wanatizama, please subscribe to Nyamwembe TV, pia tu support tu jamaa wetu pia anatujenga hii side nyingine, au sio? Kabisa. Yo, Nashukuru. Asante sana kwa come through mazee. Nasema wakati mwingine tukikuhitaji itakuwa poa sana. Siku zote unanifuatilia, unatazama vipindi vyetu tukiviachilia kwenye YouTube channel yetu Nyamwembe TV. Asante sana, yani huu mwaka na kuahidi kwamba tutakuwa nakuletea vitu moto kabisa, kuhakikisha kwamba wasanii wote ambao wametamba na kutaratamba katika eneo hili la Gusii unawajua mwanzo mwisho. Jina langu ni Dennis Nyamwembe na kutakia mwaka mpya wenye fanaka na heri njema. Asante sana.